Paka ushinde, umeshinda kikweli kweli. Umeshinda uzinzi na Biblia kudanganya kwa pia. Hakuna dini itakapo kushindia uzinzi. Ndio maana wengine wanaoa mijike mingi wakifikiri uzinzi utaisha. Hauishi. Ile ni uasili wa mwanadamu kutamani. Lakini ukiwa na Yesu unatosheka na kile ulicho nacho. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Na huko na nyinyi haleluya. Mungu awabariki sana. Tuchekeane tu. Maana kuna siku ya kucheka, kuna siku ambayo hutacheka. Si ndio jamani watu wa Mungu? Basi kaka, siku na siku ambayo hutacheka. Unageuzwa hivi, unapelekwa hivi, mkono unageuzwa hivi, macho yashawekwa plastiki, sijui plastiki. Amen. 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 Wewe na sisi wote. Wengine mapepo. Sasa sikiliza. Tufikie mwisho. Kwamba wewe unamchagua nani? Wewe ulioko hapa. Mimi sikulazimishi. Yaani wokovu sikulazimishwa. Sema amina. Kwani kuna mtu aliyekupiga kiboko ukanywa pombe? Si ulifanya maamuzi mwenyewe? Unajua shetani, yeye ni jambazi. Akija kwako aliingia hivi. Ndio wale wasema, yani mtumishi, nimehangaika na kuacha sigara, nimeshindwa. Umeshindwa kwa sababu hukumkaribisha shetani. Shetani aliingia kwa kupiga teke. Gonga. Si aliingia kwako alipiga teke tu hapo tayari. Unajikuta wewe na sigara, wewe na bangi, wewe na pombe. Lakini Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha hodi. Huyu mtu ni wa kawaida huyu Yesu. Nabisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, huyo ni mtu mzuri. Nitaingia ndani mwake. Nitakula pamoja naye. Nitakunywa pamoja naye. Hata kunywa na wewe ulevi, hata kunywa na wewe pombe, hata kunywa na wewe juisi na soda. Anagonga. Huyu ni mtu wa usalama. Unafungua ufungui. Kama ufungui sio kwangu hapo, ngoja niondoke. Lakini shetani yeye akija, unafungua ufungui. Navunja. Zamani tulikuwa na jua linaitwa Fatuma. Lina 1 2 3 ufungui. Utafikiri kwake. Wewe sio mali ya shetani, alikuteka tu. Amen. Amen. Sasa Biblia inasema mwisho katika ile nafikiri ni Ufunuo 3:14. Anasema heri wafu wafao katika nani? Katika nani? Bwana huyo ni nani? Kwa sababu tumesoma, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae nini? Bwana maana yake mtawala. Atawale maisha yako. Aongoze maisha yako. Maisha yako yamekosa kiongozi mpendo. Wewe ngodole macho tu. Yamekosa kiongozi. Hivi unafikiri kwamba ng'ombe uiachilie tu, sitakula kula vitu vya watu alafu utalipa? Lakini Yesu akiwa ni mchungaji wako, hata kuachilia uende mahali ambapo Mungu hapendi. Ndio maana wengi wanasema hivi, walokole nyinyi hamtendi dhambi. Usikiliza, tuna yeye anayetuchunga. Sema amina. Yaani humuoni. Sasa kama wewe utasema kwamba yuko wapi, na mimi nikuulize, wewe Mungu wako unasema yuko wapi? Sema amina. Ukisema yuko wapi na mimi nitakuuliza, huyo Mungu aliyekuambia ukanywe pombe uende kwa waganga wa kienyeji yuko wapi? Tupeane majibu hapa hapa. Haleluya. Inamisha kichwa chako chini. Wote tuinamishe kichwa chini, tumheshimu Mungu. Usipoinamisha naendelea tena kuhubiri. Maana wengine hapa mnatekodoa macho hivi amalizi. Usipoinamisha naanza tena. Taingia usiku hapo. Sema Bwana Yesu. Wote sema Bwana Yesu. Nimesikia neno lako. Neno lako ni kweli. Hakuna uongo wowote. Na hili neno ndio litanihukumu siku ya mwisho. Kwa hiyo kuanzia sasa ninakuamini Yesu kwamba wewe ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba unisamehe dhambi zangu ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Futa jina langu kwenye ratiba ya shetani, kwenye mpango wa shetani.
kuanzia leo na kupokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Siku hii ya leo ya msiba huu ilete mabadiliko kwenye maisha yangu. Katika jina la Yesu nimeokoka. Haleluya, mpigie Yesu makofi. Naona tunamaliza tu, mwili unaingia. Hii jambo lilikuwa la kimungu hili. Karibuni. Poleni. Semeni amina basi, mbona mmenuna sana? Najua mmeteseka lakini poleni. Sasa naomba tusikilizane. Tunakwenda ndani kwenye ule mwili. Sasa hii mnaingiza mwili, nimewaambia hii ni ibada hii. Sijawaambia muingize mwili, mnakimbia tu. Hii ni ibada. Prosper yuko kwa Mungu sasa hivi. Hapo tunacheza na mwili tu. Ya wachungaji twendeni. Mfanye shapo ile watu waondoke. Wachungaji, kila mchungaji aliyoko hapo aingie ndani. Lakini kwa Mungu ndio mwanzo wa kosa. Kwa sisi ni kitu ya mwisho. Na nimesema kama nilikuwa kwa siri hiyo ni ya Mungu. Na Mungu ndiye kapenda akapumzika huyu mtoto. Na sasa hapa tunacheza na mwili, lakini roho ya Prosper itakwenda. Amen. Huko ndani tulikuwa tukisema maneno. Lakini mimi nilisema kwamba kama ningekuwa nichague kifo, ningechagua kifo cha mtoto. Lakini unapokuwa mtu mzima, unaenda mbinguni kwa kuhubiriwa injili. Unapoikataa injili, wewe ni motoni. Lakini sivyo ilivyo kwa Mungu. Kwa hiyo, maneno haya yawe ni faraja kwa familia. Kifo hakizoeleki. Sababu ndani ya mwanadamu kuna uoga fulani, kuna mshituko fulani unaokuja. Lakini kama Biblia inasema tusihuzunike kama tusiokuwa na matumaini kwamba huyu yuko kwa Mungu. Tusihuzunike kama wengine. Yaani maana yake wengine wasiojua kwamba huyu yuko wapi. Kwa hiyo ninachotaka kusema, tumekuja kwa kufanya ibada, maana mbinguni sasa huyu sio mtoto. Mbinguni ashabadilishwa, yuko kwenye mfumo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunafanya ibada kamili kwa sababu mbingu kule nayo inatambua hii ibada. Haitambui Prosper hapa, lakini mbingu inatambua kule. Ndio maana tunafanya ibada ya nini? Ya mtu aliyekufa kwamba ni mtu kamili, aliye na viungo vyote, aliye na kila kitu cha Mungu. Hatufanyi ibada kwa sababu eti ni mtoto. Wala huyo hatufanyi ibada kwa sababu ya yeye. Tunafanya ibada kwa sababu yako wewe. Mtu asipokuwa kama mtoto, kama hawezi kuingia katika ufalme wa nini? Ukaidi wetu wa kujifanya tumetu watu wazima ndio utatupeleka mahali pabaya. Ukaidi wa mtabangi ndio unasababisha yuko gerezani. Amen. Amen. Si umeonywa mtaki. Hapo ukikumiwa pale ule, mwenzetu kahukumiwa. Hakimu, si unipunguzie kidogo, punguziwe nini? Wewe ulikuwa unapiga watu kisidisi. Punguziwe nini? Kuna mahali utafika tu. Na sisi unapokataa injili ya Yesu Kristo wewe mtu mzima, kuna mahali utafika tu. Maana hakuna mtu awezaye kuzuia hilo roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kule nje tutafanya ibada. Naomba tusikilizane.
Ili hatutoi sasa kufanya ibada. Tukitoka pale ni kwenda kwenye gari na kufanya na kusema utaratibu wa watu jinsi watakavyoondoka. Ndio maana haya tunayasema hapa ndani. Maana muda hautoshi, muda umekwenda mno. Amina. Basi maneno haya, hebu mtu mmoja aseme kwamba azamilie kwamba kwa msiba huyu wa huyu mtoto Prosper ambaye sasa hivi yeye yuko kifuani, ameegemea kifuani mwa Yesu, na mimi ningetamani nibadilike. Maisha yangu yabadilishwe kwa kupitia msiba huyu wa huyu mtoto Prosper. Wengine wanasema eti Mungu kamweka mahali pema peponi. Wewe unamuombea mti huu. Kwanza kwa katika mtoto, yani ni kukunyimwa akili. Mtoto unasema kamweke mahali pema peponi. Wakati Biblia inasema kwamba mtoto kama huyu ufalme wa mbinguni ni nini? Wewe sema habari ya mimi, sema habari ya wewe. Na ibada mengine nakwambia ni kujitungia tu, ni kujitungia tu. Huyu wewe ni nyinyi msikie injili, lakini huyu hana kazi, yuko kifuani mwa Yesu. Katika ulimwengu wa nini? Wa roho, sio ulimwengu wa kimwili. Basi kwa maneno haya niseme poleni sana, na Mungu awatie nguvu. Fariji anaweza kufariji kuliko mwanadamu mwingine yoyote ni Yesu Kristo pekee yake. Amen. Selina, unasikia? Mungu anapenda zaidi. Na maana yake nimesema pale nje kwamba mwenye shamba anavuna mahindi yake, wewe unachukia huko pembeni. Nakwambia hivi, mahindi ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tujitie tu nguvu kwa Bwana. Japo kifo hakizoeleki. Lakini sisi wenye matumaini kwamba mtoto huyu yuko wapi, basi tuishi na matumaini. Sasa tunapoombea, tunapofanya ibada hapa ndani, sio tunamwombea, tunapofanya ibada hapa ndani, ibada ya mwisho iko nje tushamaliza. Kama mtu na sadaka, mtaweka chombo cha sadaka, kwa maana hakuna ibada yoyote isiyo na sadaka. Amen. Kiwa tayari kutoa sadaka yako, lakini huyu sasa ndiye atakwenda kuhitimisha ibada yetu. Tulikasiana tukiona katika mipango yote na kila kitu. Ndio nafasi aseme maneno machache mwisho, ndio atakayehitimisha kwa maombi katika safari. Sio safari yake ilikwisha kumalizika. Ilikuwa nini? Alikuwa ni safari yake ilishia hapa tu, ni mambo ya kuingiza tukokopi na kufesti safari ya huyu. Tunaombea na muombee safari ya wasaidizi wasafiri wa Islam. Amen. Wafike nini? Salamu kwa Mike inazungumza, lakini itazungumzia kule sio hapa. Bwana Yesu asifiwe. Baba amezungumza vizuri sana, na sina cha kuongeza zaidi. Siku ya leo ilikuwa siku ya kujifunza mambo makubwa tu sana, hiyo unyenyekevu, aliyo kumtafuta Mungu kama watoto wadogo walivyotii, walivyo unyenyekevu, wasivyo na makuu, wasivyo na hasira, wasiweza kuhifadhi mambo. Kwa kweli ni jambo kubwa. Lakini pia najifunza kwamba Yesu Kristo angetamani tumpokee kama watoto wadogo wanavyompokea. Kwa hiyo ni matumaini yangu mwenye sikio la kusikia amesikia, na sikio la kupona litapona. Na tunaomba hata leo nisiposikia dawa, na lenyewe nisikie dawa ndio. Amen. Basi tuombe. Baba yetu, Mungu wetu, mfalme mwema na mwaminifu, tunasema asante kwa sababu ya wema, fadhili na matendo yako makuu ambayo unaendelea kuyatenda katikati yetu. Tunakushukuru kwa sababu ni makusudi yako tuliyoko mahali hapa tukipumua, kwamba pumzi yako endelee kuwapo ndani yetu. Kama tulivyosikia neno jioni ya leo, kama ungetaka kutuvuna, ungetuvuna zamani. Na Mungu wetu, unasema kwako miaka 1000 ni sawa na siku moja, na siku moja ni sawa na miaka 1000. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya maisha ya Prosper aliyoyaishi. Tunajua ulikuwa na kusudi nayo kwa kipindi alichoishi. Basi Mungu, tuna kila sababu ya kumshia wewe Mungu wetu sifa na utukufu na heshima na shukrani. Maana ungetaka asingezaliwa hata, maana wengine hawakuzaliwa wakaishia kule leba. Lakini Bwana, tulikaa naye, tukapakata, tukamuona Mungu, hata sasa bado unabaki kuwa Mungu. Tunajua ya kwamba katika hali zote tumekuomba, na kila kilichoko mbele yetu Bwana limekuwa jibu. Na ndio maana unasema tukushukuru kwa kila jambo. Nasi tunakuja mbele zako tukushukuru jioni ya leo kwa hili.
Mungu, tunapokuja mbele zako na mkabidhi baba wa familia hii, mama, na si Bwana wa majeshi kwa faraja ya kweli, ukawafariji, maana ndani yao sio kilio na kuugua kama watu ambao hawakujua wewe awali, kwa sababu ndani ya wote wanaokujua wewe liko tumaini. Basi ile tumaini likachipushwe ndani yao, kwa sababu lile tumaini linatuvuta kuwa kama vile visiki ambavyo vitachipusha majani ambayo kamwe hayatakauka tena. Basi Mungu wetu, lihimidiwe jina lako kwa ajili ya kila mmoja ambaye amekuwa sehemu ya faraja ya familia hii. Na Bwana, kupitia ile neno ambalo limetoka kutoka kwenye kinywa cha mtumishi wako jioni ya leo, basi mioyo mingi, roho nyingi zikapate kuokolewa, watu wako wakapate kujengwa katika unyenyekevu, ili Mungu wetu siku moja ambayo haiko mbali, iko karibu mno, tukakulaki wote mawinguni, tukikushangilia kwa ile kazi ya msalaba iliyofanyika pale Kalvari. Asante Mungu wetu kwa kuwa hautawapungukia watumishi wako. Tunapokuja mbele zako sasa hivi Mungu wetu, tunaomba kwa ajili ya wote ambao wanasafiri kuelekea kule Tanga. Baba, ukae pamoja nao, ukae pamoja na ile gari, ukae pamoja na dereva. Baba, ukamsaidia yule dereva kuendesha katika umakini wote. Tunakwenda kinyume kabisa na kila roho chafu za ajali zinazoandaliwa na yule adui kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Bali Bwana, ukakilinde kile chombo, ukamlinde yule dereva, ukafanye ile barabara iwe safi kwa ajili yao. Asante kwa kuwa Bwana utawawezesha, watafika kule Tanga salama, na kazi yote kupumzisha Prosper itaenda katika namna iliyo njema na namna iliyo bora. Asante Mungu wa majeshi kwa kuwa hakika hautawaacha watumishi wako, hautapungukia watumishi wako, bali utaenda pamoja nao, na uwezo wako na nguvu zako vitaenda kuambatana pamoja nao. Zaidi ya yote Mungu wetu, tunapokuja mbele zako, hii ni ibada, tena ni ibada ya shukrani. Tunakushukuru kwa sababu ya maisha ya Prosper. Hivyo yako matoleo tunayaleta mbele zako kama sehemu ya shukrani, tukiwa tumekubali kabisa kwamba Bwana ni wewe, tungeomba kapona ni wewe, umemchukua ni wewe. Hivyo tuna kila sababu ya kukushukuru kwa hili ulilolitenda. Basi Mungu wetu, tukushii ukazipokee hizi sadaka za shukrani tunazozileta, iwe ni katika nyimbo, iwe ni katika matoleo, iwe ni katika kila utakalotia kulifanya katika namna ya kukushukuru. Bwana, ukazipokee shukrani zetu. Asante kwa kuwa utamwacha, hautampungukia wewe yote, bali Bwana, uwezo wako, nguvu zako, neema yako, udhihirisho wako unakwenda kutembea pamoja na watu wako, na hasa wale waliokubali kupokea wewe jioni ya leo. Usiwaache Bwana, ukaonyeshe njia wanayopaswa kuiendea. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu, Baba, tumeomba tukiendelea kushukuru. Amen. Sasa nilikuwa nataka turudiane.